Ukiaminiwa na wananchi, maanake wanakutarajia utumie madaraka waliokupa kwa maslahi ya wananchi, sio kwa maslahi yako. Baba wa Taifa Mwalimu Nyerere alikuwa wa kipekee sana katika hili, na ndio maana alikuwa miongoni mwa viongozi wa kwanza kusema kila mwananchi awe na haki ya kupata elimu ya msingi bure, kila mwananchi, na kuanzisha utaratibu wa UPE, Universal Primary Education, ambapo kila Mtanzania alikuwa na haki ya kupata elimu ya msingi. Na kwa kweli wakati wa Mwalimu hakuwa na masiara. Kama hutaki kwenda shule utapelekwa na polisi. Alitaka watu wake wote wasome, alitaka watu wote waelimike. Lakini vile vile baba wa taifa aliamini kwa dhati katika utu na uhuru wa binadamu. Tumuombe Mwenyezi Mungu afunge mageti ya Ikulu dhidi ya watu wabaya. Nataka kupitia maombi yenu, watu wote ambao wana mawazo ya wizi, ubadhirifu, uchonganishi, wenye mawazo ya damu za watu, wale ambao wanatamani vitu vibaya kwa nchi yetu, Ikulu waone hapaingiliki kwa namna yoyote. Naam, hujambo mpenzi mtazamaji na karibu katika taarifa zetu za sasa. Na mgogoro wa maneno kati ya naibu rais wake Rais Mama Daktari Samia Suluhu imeweza kuzua mjadala mkubwa, na wananchi nchini wameendelea kujadili matamshi yaliyotolewa na naibu rais Daktari Nchimbi wakati wake akizungumza na wananchi na kuwakumbusha jinsi hayati Mwalimu Julius Nyerere alikuwa anaongoza nchi kwa njia inayostahiki. Na naibu rais Daktari Nchimbi alieleza kuwa marehemu Julius Nyerere ndiye aliyekuwa kiongozi mwenye mchango mkubwa zaidi katika maendeleo ya taifa. Kauli hiyo iliweza kuibua hisia tofauti miongoni mwa wananchi na viongozi wa kisiasa. Wapo waliounga mkono ni ya Daktari Nchimbi wakisema kuwa marehemu Julius Nyerere alifanya mageuzi makubwa katika sekta mbali kama vile za uchumi, elimu na miundo mbinu. Hata hivyo, wengine wameona matamshi hayo kama yanapunguza juhudi za viongozi waliopo madarakani. Na kwa upande wake, rais hakumtaja moja kwa moja naibu rais, lakini alisisitiza kuwa maendeleo ya taifa ni matokeo ya juhudi za viongozi wengi waliolitumikia taifa kwa nyakati tofauti. Alitoa wito kwa viongozi kuendelea kuenzi historia ya nchi kwa umoja na kuheshimiana, wengi wakimnyoshea kidole Daktari Nchimbi naibu rais kuwa kuna mgogoro mkubwa kati ya naibu rais Nchimbi pamoja na rais Daktari Samia Suluhu. Kumbuka naibu Daktari Nchimbi aliweza kumpokea Rais Samia Suluhu alipokuwa anatokea Urusi, wengi wakisema tu kuwa ilikuwa tu ni picha ya kuonyesha taifa kuwa hawana mgogoro yote. Lakini wachambuzi wa siasa wameendelea kusisitiza kuwa tofauti hiyo ya kauli inaweza kuashiria mgawanyiko wa kimtazamo ndani ya uongozi wa juu wa serikali pamoja na hata chini. Hata hivyo, wananchi wengi wameitaka serikali elekeza nguvu zake katika kutatua changamoto zinazowakabili badala ya mijadala ya kisiasa, wengi wakizungumza kuwa Daktari Nchimbi yuko mbioni kwenye kujiuzulu. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kueleza iwapo kutakuwa na mazungumzo kati ya rais na naibu rais kuhusu swala hilo, lakini wengi wameendelea kusisitiza kuwa moto ambayo inawaka Ikulu inaendelea kuwa kubwa zaidi, na kuwa rais pamoja na naibu rais wameendelea kuonyesha wananchi kuwa wako kwenye hali nzuri.
lakini naibu rais Daktari Nchimbi amekuwa akimnyoshea lawama ama kidole Rais Daktari Samia Suluhu kuwa aendeshe nchi kwa njia inayostahiki. Amekuwa akimzuilia kiongozi wa upinzani Tundu Lissu kwa muda wa miezi kadhaa hadi sasa, na Daktari Nchimbi ameendelea kusisitiza kuwa viongozi kama vile hayati Julius Nyerere ni viongozi ambao wataendelea kukumbukwa na wananchi, na kuwa Samia Suluhu aendeshe nchi kwa njia inayostahiki. Tungependa tu kusikia kutoka kwako, tuandikie maoni yako kuhusiana na hili suala nzima ambalo linaendelea kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, huku wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakizungumza kuwa Daktari Nchimbi atajiuzulu kabla ya uchaguzi ujao. Je, maoni yako ni yapi? Je, unahisi kwamba Daktari Nchimbi ataweza kujiuzulu? Kwa kuwa ni taarifa ambayo tumeendelea kupata hadi sasa kuwa kuna mikakati ya naibu rais Daktari Nchimbi kujiuzulu, kwa kuwa Rais Mama Daktari Samia Suluhu amekuwa akiona kuwa naibu wake hampi heshima ambayo anastahili. Endelea tu kutuandikia maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini, na asante kwa kufanya hivyo. Hadi wakati mwingine.